بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na kitabu chetu cha At-Tajrid As-Sarih li Ahadithi Al-Jami' As-Sahih للإمام الزبيدي kifanya ikhtisari Sahih Al-Bukhari, tukiwa mwishoni mwa kitabu Mawaqiti Salah, kitabu kinachozungumzia nyakati za swala, tukiwa mwishoni kabisa. Leo hii tunaingia babu samari ma'a al-ahli wad-dayf, mlango unaozungumzia as-samar, kukesha. As-samari maana yake ni kule kukesha, kukaa bila ya kulala, ma'a al-ahli, pamoja na familia, wad-dayfi, na wageni. Lakini samari hii sio ile ya kuanzia usiku mpaka asubuhi watu wamekesha bila ya kulala, bali samari hii inazungumzia kitendo cha watu kuchelewa muda mwingi wa kulala, kawa kuna mambo yanawashughulisha wakachelewesha jambo la kulala kutokamana na mambo ya msingi ambayo yapo. Kwa hiyo babu samari ma'a al-ahli, pamoja na familia, wadhaifi, na wageni. Na kwenye kitabu hichi utaona huu mlango kuna baadhi ya vitabu haujawekwa, umeunganishwa na mlango uliopita nyuma, babu man salla bin nasi jama'atan ba'da dhahabi alwaqt. Baadhi ya vitabu umeunganishwa moja kwa moja. Qala sima an Abdurrahman ibn Abi Bakr radhiyallahu anhuma, mpokea hadithi Abdurrahman ibn Abi Bakr, mtoto wa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, kaka yake na Aisha radhiyallahu anhuma. Qal, anasema Abdurrahman, inna ashaba as-suffati, hakika watu wanaoitwa as-suffa, watu wa Sufa, ambao hum ghuraba, asili yao ni wageni, la buyuta lahum, ni watu wasiokuwa na nyumba, wala ahli, wala hawana familia, wala ma'wa, wala hawana makazi, ndio naitwa ahlu Sufa. Ashabu Sufa ni wageni wasio na nyumba, wasio na familia, wasio na makazi, ndio naitwa ashabu as-Sufa. Kanu unasan fuqaraan, walikuwa ni watu mafakiri, na walikuwa ni mafakiri, walikuwa wakiishi kwenye msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaishi mwisho kabisa kwenye msikiti, nyuma huko ndiko walikokuwa wanaishi. Na neno sufa lina maana ya madhillatu yabituna, kama vile hema, au tujalie kama vile turubai wamelifunika. Madhillatun ni kama vile turubai, alafu wao yabituna tahtaha, wanakuwa naishi chini, kama vile turubai fulani wamejiwekea, au mwamvuli fulani wamejiwekea nyuma ya msikiti kule, ndio walikokuwa wakikaa wenyewe, kwa wameweka turubai lao, wao wanakaa nao chini. Ndio maana sufa, ndio maana ya sufa. Sana sema Abdurrahman ibn Abi Bakar, qala inna ashaba as-suffati, hakika watu wa Sufa, kanu unasan fuqaraa, walikuwa ni watu mafakiri, hawakuwa matajiri, watu maskini. Wa anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, na kama Mtume alayhi salatu wasalam alisema, man kana indahu ta'amu ithnaini, yeyote atakayekuwa anacho chakula kinachowatosha watu wawili. Man kana indahu ta'amu ithnaini, yeyote atakayekuwa anacho chakula ithnaini, kinachowatosha watu wawili, faliyadhhab bithalithin, aondoke na mtu wa tatu aende naye nyumbani. Wa in arba'un, na ikiwa na chakula cha watu wanne, fa khamisun, basi achukue mtu mmoja wa tano, au sadisun,
au mwenye chakula cha watu watano achukue watu 6 au achukue mtu wa 6 wa ghairu. Kwa hiyo Mtume sallallahu akawaambia waumini wa msikitini ambao huwa wanaswali na kuondoka, lakini unawaacha baadhi ya watu ndani ya msikiti ambao wana hali ngumu, mafakiri. Kwa akawaambia hivyo, mtu ambaye familia yake anaona anaweza kalisha watu 10, watu 7, watu 8 na ana watu wachache nyumbani kwake, watu wachache, basi aondoke na baadhi ya watu na waona akawalisha chakula nyumbani kwake. Wa anna Abu Bakr, na kwamba Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu jaa bi 3, yeye alichukua watatu kabisa, achukua watu watatu akaondoka nao. Fantalaqa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi 10, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaondoka yeye na watu 10, chukua watu 10 wote akawapeleka nyumbani kwake. Abu Bakr akachukua watu watatu. Qala sema yani Abdurrahman ibn Abi Bakr mtoto wa Abu Bakr anasema, fahuwa, kwa maana yeye Abu Bakr, ana na mimi, wa abi wa ummi, na baba na mama. Kwa hiyo ukichukua na hao watu watatu tunakuwa watu kama 7 hivi, au tunakuwa watu kama 6. Fala adri qala, sijui kwamba alisema wa mraati wa khadimun bainana wa baina baiti Abi Bakr, sijui kwamba je alisema wa mraati, na mke wangu, yani Abdurrahman ibn Auf, Abdurrahman ibn Abi Bakr, hajui kwamba je Abu Bakr Siddiq alimuhesabu na mke wake, wa mraati, na mke wangu, kwa maana katika ile hesabu ya watu ukiongeza na hao watu watatu, Abu Bakr Siddiq alimuhesabu na mke wake. Abdurrahman anasema hakumbuki kama aliyasema hayo maneno. Wa khadimun bainana wa baina baiti Abi Bakr, na pia khadimun, kuna mfanyakazi ambaye alikuwa kati yetu sisi na nyumba ya Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, baba yake. Wa inna Aba Bakr ta'asha, sasa Abu Bakr Siddiq alipokuja na wageni akaenda nao mpaka nyumbani kwake, akawapa, akamwambia mke wake, bana wageni hawa wasiri, kisha yakatoka akaenda. Wa inna Aba Bakr ta'asha inda an-nabi, yeye akaenda kukaa muda wa isha ule kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatoka nyumbani pale kawaacha wageni watatu akiwepo mke wake, yeye na nani, yeye akaondoka kaacha familia na wageni, akaenda isha kwenye mazungumzo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma labitha, kisha alikaa kule Abu Bakr Siddiq haithu sulliyat al-isha, mpaka iliposwaliwa salatu al-isha. Ima Abu Bakr Siddiq ni taasha, alikwenda kwenye mazungumzo isha kwa maana ya mazungumzo, au naye pia vile vile alipata asha ya chakula kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa alikaa kule mpaka iliposwaliwa salatu al-isha. Lakini nyumbani kawaacha wageni, ambao wageni hao walichukuliwa kwa lengo la kwenda kupata chakula nyumbani kwake, kisha yeye akaondoka kawaacha wageni akaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Imma alikula chakula na imma alikaa kimazungumzo na Mtume mpaka iliposwaliwa salatu al-isha. Baada ya hapo, thumma rajaa, kisha Abu Bakr Siddiq akarudi nyumbani. Falabitha hatta ta'asha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Thumma rajaa falabitha hatta ta'asha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Naam, thumma rajaa maana Bakr akarudi kwa Mtume nyumbani, akarudi nyumbani kwa Mtume. Falabitha, akakaa hatta ta'asha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Kwa hii maana ya pili sasa inaonyesha kwamba maana ya kwanza yalikuwa mazungumzo, maana ya pili ni chakula. Hatta ta'asha an-nabiy, mpaka Mtume akapata chakula cha asha sallallahu alayhi wasallam. Wakakaa pale muda huo. Baada ya kukaa na Mtume amekula na nini mazungumzo, fajaa Abu Bakr sasa ndo akaja, baada ma madha min al-layli, baada ya kupita muda mrefu wa usiku, masha Allahu, aliyokadiria Allah subhanahu. Wageni wako nyumbani kule kawaacha, kwa kaenda mpaka muda umeenda sana. Qalat lahu imra'atuhu, mke wake akamwambia Abu Bakar, ambaye huyo mke wake huyo anaitwa Ummu Ruman, ambaye ni mama yake na Aisha radhiallahu anha. Ummu Ruman akamwambia,
wama habasaka an adhiyafika, na kitu gani kimekuzuia ukawaacha wageni wako? Kitu gani huko kimekuzuia, kimekukamata huko an adhiyafika, mpaka ukawaacha wageni wako ambao umekuja nao? Au qalat dhaifiki, au alisema mgeni wako. Qala Abu Bakr as-Siddiq akasema, awa ma ashaitihim, hivi je haujawapa chakula cha asha cha jioni? Awa ma ashaitihim, hivi je Umurumani, na wewe nimeondoka, nimezuiwa muda mrefu nilipokuwepo, haujawapa chakula cha jioni kweli mke wangu? Qalat, Umurumani akasema, abau, wamekataa kula wenyewe, hata tajia, mpaka wewe utakapokuja, hawajataka kula. Mefika pale, qad uridhu, anasema qad uridhu, wamedhihirishiwa chakula, wameletewa pale chakula, fa abau, wakakataa wao, wasema hapana, si atuli. Na Ibn al-Muhallab na wengine wanasema hii ibara hii ina maana mbili, yani ina faida mbili ibara hii, kwamba wameletewa chakula wakakataa, na kimeonyeshwa chakula lakini wakakataa. Kina faida mbili. Faida ya kwanza, adamu lidhaif, yani mgeni yeyote anapokwenda kwa watu lazima na adabu. Faida ya kwanza, unapokwenda kwa nyumba ya mtu, wewe ni mgeni, antakuna mutaaddiban, uwe na adabu. Cha kwanza. Faida ya pili ni kwamba watu hawa waliletewa chakula wakasema tunamsubiria mwenyewe. Faida ya pili ni kwamba Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu anhu, yani faida ya pili ni kwamba mgeni akiletewa chakula, hata kama mwenyeji hayupo, chakula kimeletwa anaruhusiwa kula, hata kama mwenyeji hayupo anaruhusiwa kula. Kwa nini? Kwa sababu kwanza wameletewa chakula, familia imeletewa chakula, maana yake mtakao mfanyaje? Mle. Kwa hiyo maana yake hata kama mwenyeji hayupo, mletewa chakula, kuleni. Faida ya kwanza. Ya pili pia kwenye hiyo nukta hiyo ni kwamba ndio maana Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu anhu anamwambia mke wake Umurumani, awa ma ashaitihim, na walitakiwa wale, hata kama mimi sipo, walikuwa wanatakiwa wale. Ndio maana hata kama mimi sipo, lakini nawauliza hivyo, je, wewe mke wangu haujawapa chakula? Kwa hiyo mgeni ikiwa ataletewa chakula, naam, ana khiari ya kula kilicholetwa hata kama mgeni mwenyeji hayupo. Lakini pia adabu ya kumsubiria mgeni ni moja ya faida inayopatikana katika haya maneno. Anasema Ibn al-Muhallab, qala, anasema Abu Bakr, sasa anasema Abdurrahman ibn Abi Bakr. Kumbe Abdurrahman ibn Abi Bakr haya maneno ya baba na mama wanayozungumza anayasikia mtoto. Sasa huyo anasikia baba na mama wanafanya wanazungumza, na ameyasikia maneno ya Abu Bakr as-Siddiq yakimlaumu mke wake Umurumani, hivi kweli mke wangu haujawapa chakula? Sasa Abdurrahmani akaisikia ile filamu inavyoenda. Qala, anasema sasa Abdurrahmani, fadhahabtu ana taakidan, nikaondoka mimi, fakhtabatu, nikajificha, kwa sababu nishaona hapa lazima lawama zije kwa mimi, mtoto wa kiume. Wageni kwa nini wajala? Kwa nini hujakaa nao ukala wewe? Kwa alielewa tu kwamba hapa kinachofuata ni mimi kuebeshwa mzigo na kuanza kulaumiwa. Anasema nikaondoka nikaenda kujificha. Faqala, Abu Bakr as-Siddiq akasema, ya Ghuntharu, ya Ghuntharu. Ghunthar ni neno linatumika kwa mtu mwenye hasira, kama vile analitumia kwa lengo la lugha nyepesi, unaweza kusema kwamba kutukana, lugha nyepesi ukasema kutukana, lakini ni maombi ambayo mzazi anayatamka kwa mtoto. Mfano akasema, ya Ghuntharu, ewe jitu zito zembe zembe, ewe lizembe wewe, kitawe mtoto mzembe. Tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili, Ghuntharu ina maana ya mjinga, ya jahil, ewe mjinga. Au maana yake tafsiri nyingine, dani, yani mtu dhalili, uko wapi wewe? Ya Ghuntharu, ewe mzembe, we mzembe wewe, we mjinga, we mchovu na nani, dani, mtu dhalili fulani. Fajaddaa, Abu Bakr as-Siddiq akamwombea dua bil jad'i. Jad'i ni pua kukatika au sikio. Fajaddaa,
akamwombea dua ya kukatika pua au kukatika sikio. Jaddaa maana yake mtu anakuambia neno pua lako likatike au sikio lako likatike. Wasabba, na mpaka Siddiq akatukana maneno makali, maana sio matusi ya kuvunja heshima, hapana, yale maneno makali ambayo wao wanahesabu ni kutukana. Wasabba waqala, akasema kulu la hanian, kulu la hanian, basi na nyinyi kama mmeshinda kwa wakirimu wageni kuleni. Familia zanaomba kuleni, la hanian, hakuna pongezi kwenu nyinyi tena, kuleni sasa. Yani wageni wamekuja hapa, badala ya kuwakirimu wale, eti nyinyi mnashindwa kuwafanyia ikramu, mnanisubiria mimi, haya kuleni wenyewe sasa. Ndio mfano wa maneno. Chakula kimeletwa kwa ajili ya wageni, nimekuja nao kwa ajili ya wageni, halafu nyinyi wageni hamuonyeshi ushirikiano mle nao, mnanisubiria mimi kwa sababu nimetoka, haya kuleni wenyewe sasa. Ndio hii kulu la hanian. Faqala, akasema wallahi, Abu Bakar akaapia sasa, wallahi la at'amuhu abadan, wallahi sintokula milele chakula. Waimullahi, namwapia Allah. Haya mambo kama Abu Bakar ni mengi radhiallahu anhu, kwani mtu ana shauku katika dini na khairi. Nafahamu kwamba hata kwenye Suratu Nuri Mistah alipoingia katika hukumu ya kumtusi binti yake, na Mistah Abu Bakar kamlea nyumbani, yani kamtoa mashambani kwa porini huko, akakaa naye, akajua kuvaa suruali, akajua kuvaa kanzu, akajua mboga hii mboga 7, mboga 2, mboga 3. Alikuwa shazoea michicha yake huko, kamleta hapa mjini eti kwenye fitna ya Aisha. Mistah naye akawa kidede kupiga pelepele mjini na kuongea, kaanza kumsema Aisha radhiallahu anha. Abu Bakar Siddiq akasema wallahi huyu mimi simkirimu tena, sintomfanyia, wallahi simfanyii fadhila tena. Allah akasema wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati, na wasiapie wale watu wenye fadhila miongoni mwenu, wasaa, na wenye upana, wenye mali, wasifanyaje, wasiwakirimu watu, wasiapie mali. Na hapa pia Bakar Siddiq pia na pia vile tena, wallahi la at'amuhu abadan, wallahi sili tena chakula chini. Waimullahi, namwapia Allah, ma kunna na'khudhu min luqmatin illa raba. Sasa baada ya hapo wageni sasa na kina Abdurrahman ibn Abi Bakar nasema tukawa tunakula sasa. Wallahi nasema ma kunna na'khudhu min luqmatin, hatukuwa tunachukua tonge moja, illa isipokuwa lile tonge na kile chakula raba, yani imenyanyua tonge lile la wali na lipeleka mdomoni, isipokuwa raba panazidi min asfaniha, kile cha chini kile kiacha chakula kinazidi, aktharu minha, zaidi ya kile ambacho nimekitoa katika tonge. Yani tunavyoendelea kula sisi, wageni wanakula na sisi tunakula. Abdurrahman anasema tunakula na wageni wanakula, yani ukitukia tonge lako tu kilipeka mdomoni, kile ulichokiacha lile eneo kile kishazidi, raba kimezidi, min asfaniha, sehemu yake ya chini, akthara minha, zaidi ya vilivyokuwa mara ya mwanzo. Qala, anasema Abdurrahman, yani hatta shabi'u, manake walikula wageni mpaka wakashiba, walikula mpaka wakashiba. Sura kilionekana kidogo, lakini kadri unavyokula ndio kinavyozidi. Faswasarat akthara, kikawa ni zaidi, mimma kanat qabla dhalik, kinyume au zaidi kuliko vilivyokuwa kabla ya hapo. Chakula kikawa kingi, yani kila kidogo inazidi. Fanadhara ilaiha Abu Bakar Siddiq akikiangalia kile chakula, fa idha hiya kama hiya, basi kile chakula kipo vile vile kama kilivyokuwa. Fa idha hiya, basi chenyewe kipo vile vile kama hiya, kama kilivyokuwa, au aktharu minha, au zaidi ya kuliko hivyo. Faqala limraatihi, Abu Bakar akamwambia mke wake, ya ukhta bani Firasin, ewe dada wa kabila la Bani Firasin. Ya ukhta Bani Firasin, ewe dada wa Bani Firasin, ambao ni Firasi ibn Ghanamin ibn Malik ibn Kinana, kabila hilo. Ma hadha, in kitu gani hicho?
watu wanakula chakula kinazidi, watu wanakula chakula kinazidi, watu wanakula chakula kinazidi mpaka watu wameshiba, chakula kiko vile vile. Qalat Rumani akasema la wa qurrati aini, hakuna chochote. Wa qurrati aini, na tulizo la jicho langu, maana mume wangu. La hiya alana, basi hicho chakula hicho hivi sasa. Aktharu minha, ni zaidi. Qabla dhalika, kuliko kilivyokuwa kabla ya hapo. Bi3 marati, mara 3. Uona kiona hivyo, wallahi hicho chakula kilivyo sasa hivi ni kingi za mara 3 ya kilivyokuwa mwanzo. Fa akala minha Abu Bakar. Abu Bakar sunna aliyapia mara ya mwanzo, sasa hivi anakula. Fa akala minha Abu Bakar radhiyallahu anhu, akala. Na hii ndio ile kwa katika Qur'ani, wala taj'alu urdhatallahi fi, wala taj'alu urdhata aymanikum, maana yake ikiwa utaapia kisha ukaona baada ya kuapia kile kingine cha mbele ni khairun minha, ni bora kuliko hichi, basi waruhusiwa kukifanya. Unafanya hinth, alhinthu. Ndio hicho cha kufanya Abubakar Siddiq. Aliapia mara ya mwanzo kwa sababu ya kuwakaripia mke wake na familia, lakini akaona kwamba chakula kinawatosha watu, kumbe hii ni bora na yeye kula kabisa na familia, akaamua ale. Fa akala minha Abu Bakrin, Abu Bakr radhiallahu anhu akala. Kwa mtu yote atakayeyapia juu ya kitu akaona kingine ni bora kuliko kila alichoyapia, yahnath, basi atavunja kile kiapo chake. Wa yati billadhi huwa khair, atalileta na kulifanya liliokuwa bora sana. Wa qala, akasema inma kana dhalika min ash-shaytan, yani yamina, hakika si vinginevyo kilikuwa kile kiapo kinatokana na shaytan, ni shaytan unanichezea. Thumma akala minha luqmatan, kisha Bakr Siddiq akala kwenye kile chakula luqmatan, tonge moja. Baada ya kula na watu wameshiba, thumma hamalaha, mapenzi yake akakibeba, ila nabii sallallahu alayhi wasallam, mpaka nyumbani kwa mtume alayhi salatu wassalam. Mtu ameshapumzika, muda umeshaenda, na mtume ambaye tayari ashapata chakula cha usiku. Fa asbahat indahu, akaamka asubuhi mtume chakula kile kipo kwake. Kwa ameamka asubuhi chakula kipo. Anasema Abdurrahmani, wa kana bainana wa baina qaumin aqdun, tulikuwa sisi na watu na qaumun hao, aqdun, tulikuwa na mkataba, hudna, kwa maana tulikuwa na mkataba na makubaliano. Famadha al-ajalu, muda ukapita ule wa mkataba. Fafarraqana 12 rajulan, akatutenganisha sisi mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya ule mkataba kuisha. Fafarraqana, akatutawanyisha 12 rajulan, watu 12. Ma'a kulli rajulin minhum unasun, ma'a kulli rajulin minhum unasun, kila mtu katika hao watu 12 akapewa kikundi cha watu. Allahu a'lamu, Allah subhanahu ni mjuzi zaidi. Kam ma'a kulli rajulin, palikuwa kuna watu wangapi katika wale 12? Allahu a'lam. Katika wale 12 kila mtu alikuwa na fungu la watu, haijulikani wale watu walikuwa ni wangapi. Pamoja na hiyo idadi yote, fa akalu minha ajma'un, fa akalu, mtume sallam kile chakula sasa ambacho kilibakia asubuhi mtume sallam akawatawanya majeshi katika gawa watu 12. Kisha wa 12 baada ule mkataba waliokuwa baina ya mtume na Mayahudi kuwa umekatika, sasa kundi likapewa watu wake lisimamie, waende huko, hawa 12 au wa pili na watu wake nenda huko, watatu na watu wake, kisha kikagawanywa kile chakula kwa watu wote. Anasema fa akalu minha, watu wote walikula kile chakula, ajma'un, watu wote walikula wale chakula, au kama qala, au kama alivyosema radhiyallahu anhu wa an abihi. Hadithi tawil, hadithi tawil. Naomba nifupishe baadhi ya mambo tu kwa sababu ndio umeenda. Jambo la kwanza, inafaa liwali au lisultan, kwa mtawala, fi wakati masghaba, kwenye wakati wa njaa, inafaa kwa mtawala an yufarriqa alfuqara ala ahli alwujud, itafaa kiongozi awatawanyi mafakiri kwa watu wenye mali. Inafaa mtawala akiona hali imeshakuwa ngumu sana, anafaa kuchukua mafakiri wale hali ngumu, bwana
kamstiri huyu, kamstiri huyu, kakaa naye fala mani. Na hili biqadri haja kalifanya hapa Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu anhu, na hakuwa ahlu sultan, hakuwa ni mtawala, lakini kalifanya hivyo baada ya kuwa Mtume alayhi salatu wasalam aliamrisha. Kwa hiyo mwenye mamlaka ni Mtume alayhi salatu wasalam, kisha akawaamrisha watu wafanye hivyo moja. Lakini pia Umar ibn Khattab radhiallahu anhu fi yaumi ramad, katika ule mwaka amu ramad, mwaka wa majivu, njaa ilipokuwa kali sana kwenye mji wa Madina, Umar ibn Khattab radhiallahu anhu naye pia alifanya hivi. Wale watu wenye umasikini sana, ufakiri wale, alienda akachukupeleka huku, akakaa na yule, kwa sababu bali Umar ibn Khattab alikuwa anapeleka mtu bila hata yeye kupa taarifa. Anakuletea huyu mtu, anakuambia cha wawili kinawatosha watatu, basi huyu anatoka zake. Cha watano kinawatosha sita, na waletea watu. Kwa sababu nini? Ni amu ar-ramad, ulikuwa ni mwaka wa njaa uliingia Madina. Faida ya kwanza. Faida ya pili, anna alwalada wal ahla yalzamuhum min at-tahassul bi umuri ad-dayf mithla sahib al-manzil. Familia inapojiwa na mgeni, wanatakikana wayafanye majukumu yao kwa mgeni hata kama mwenye nyumba hayupo. Familia inatakikana iwafanyie wageni ukarimu na yanayowapasa vile vile lau angelikuwepo mwenye nani? Mwenye nyumba. Si mpaka kila kitu waambiwe, hapana. Muda wa kuwa ni wageni wamekuja, basi watakikana na wao pia wawafanyie mfano wa vile vile angewafanyia nani? Mwenye nyumba. Jambo la tatu, hadithi la mwisho, panaonekana katika hadithi hii karamatu Abi Bakr as-Siddiq radhiallahu anhu, karama ya Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu anhu. Hapa ndo tunapenda kuambia masufi mara kwa mara, inapotamkwa karama, hakuna mtu anayekuwa anajua kama na mimi nafanya hivi, huwa hawajui. Angalia Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu anhu, anafika na anamlaumu mke wake Umruman, na akamtamkia maneno makali mwanaye Abdurrahman. Kwa nini hajafanya ushirikiano wa kula chakula na wageni? Kisha Abu Bakr as-Siddiq, wageni wanakula chakula kinazidi, anamfuata mama Umruman, ma hadha, hii nini sasa? Masielewi mimi hapa. Karama sio mtu anajua. Karama maana yake mtu ajue. Kutuambia kwamba karama maana yake ni lazima mimi wali nijue. Abu Bakr as-Siddiq anamwambia Umrumani, ya ukhta bani Firasi, ma hadha, hii nini? Mimi mbona sielewi? Chakula kimeletwa hapa, unaona kama kinazidi vile, hii nini? Mufirasi anamwambia, la wa qurrati aini, hapana, ewe tulizo la macho yangu, la hiya alana aktharu minha qabla dhalika bi 3 marrat. Lakini ingekuwa mawali wa Kitanzania na mawali wa Kiarabu sasa hivi wanajua hata ma fil ghadi, wanajua hata ya kesho. Anakuambia tu, kaliambia lile bomba, wewe bomba wewe, toa maji kwa ajili ya watu wa Kisarawe. Unakwenda pale unaliambia bomba nimetumwa na shekhe, kwa kuwa maji yamekatika na watu wataka kuswali swala na wanataka kufanya ibada, toa maji haraka sana. Aina karamati Abi Bakr radhiallahu anhu wa karamatu as-sahara? Wapi na wapi karama ya Abu Bakr as-Siddiq na karama ya wachawi waganga? Tofauti kabisa. Wao walikuwa wanafanya mambo lillahi subhanahu wa ta'ala, kwa idhni ya Allah subhanahu. Hata Usaid ibn al-Khudhairi alipoamua kupita kwenye yale maji, yeye hakuwa na yaqini. Yeye yaqini yake ni Mola wake tu, akasema tu tunapita hapa bismillah, tunapita hapa. Usaid ibn al-Khudhairi radhiallahu anhu, na kweli walipita kwenye maji, wametembea kwenye mto ule, walivuka na tembea juu wote, yeye na majeshi yote walipita pale juu. Wala hakuwa na, kwa sababu akiangalia nyuma anaona adui kweli anakuja, na mahala pa kupitia ni hapo hapo, kuvuka mtu na kwenda mbele. Usaid ibn Khudhairi alisema tu bismillahir rahmanir, tunapita hapa, akapitisha. Allah tabaraka wa taala alam, wa sallallahu nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.